Hapo hiyo ndo point, naomba sasa mnisikilize kwa makini. Mnisikilize vizuri zaidi. Mtu anaombaje msamaha kuhusu hili tatizo? Sababu hili ni tatizo nyeti sana. Kumbuka limewafungia walio wengi mbingu. Kumbuka limewafungia walio wengi mbingu. Walio wengi hawataenda mbinguni kwa sababu tu ya tatizo hili. Na hili tatizo kadiri gisi lilivyo nyeti, na ndivyo gisi hata utaratibu wake wa kuomba msamaha ulivyo nyeti, mgumu na mzito mno. Lakini huu utaratibu huu ukiufuata, ni kupona kwako kikamilifu. Katika kuongea utaratibu wa kuomba msamaha kwenye swala la uzinzi, kuna baadhi ya mambo ambayo nataka nikawaonyeshe kwanza. Nataka mjue hivi: mwanamke na mwanaume wanapooana, wamekuwa kitu kimoja, wamekuwa mwili mmoja. Hiyo ni kulingana na maandiko. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo 2:24, Mungu akiongea na viumbe wake. Mwanzo 2:24, Biblia inasema hivi, Mwanzo 2:24, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkeo, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo watu wawili wanapooana, mwanamke na mwanaume, kulingana na maandiko wamekuwa mwili mmoja, sio wawili tena. Hilo lazima ulijue, hilo lazima ulifahamu, kwamba mwanamke na mwanaume wanapooana kwa mujibu wa Biblia wamekuwa mwili mmoja. Na hilo si hapo tu, nataka pia nilithibitishe, sababu Yesu pia alikuja kulithibitisha katika Mathayo 19 mstari wake wa 6. Yes, Mathayo 19, Mathayo 19, Mathayo 19 mstari wake wa 6. Maandiko yanasema hivi hapa, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Mathayo 19:6, Biblia inasema, hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja, basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Kwa hiyo Yesu anazidi kusisitiza ya kwamba watu wanapooana mwanamume na mwanamke wanapooana wamekuwa mwili mmoja, si wawili tena. Limethibitishwa tena katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:16. Yes, Wakorintho wa kwanza, naingia hapo katika Wakorintho wa kwanza 6:16. Biblia inasema hivi hapa, Wakorintho wa kwanza 6:16, au wamjue ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo watu wanapooana kwa mujibu wa Biblia, kwa mujibu wa mwanzilishi wa ndoa, wamekuwa muungano wa kiroho, wa kimwili, na huo muungano ni mtakatifu mbele za Mungu. Kwa hiyo wamekuwa mwili mmoja. Hiyo ni kulingana na Biblia, wala sio mawazo ya mtu awaye yote, lakini ni kwa mujibu wa neno la Mungu, ni kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo unapozini unaharibu mwili. Naomba unitafutie kivutio. Tafutie kitu chochote pale ambacho nitasaidia kuvutia. Sikiliza hapa katika Wakorintho wa kwanza 6:18. Hii Wakorintho wa kwanza 6:18. Maandiko yanasema hivi, ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo unapotenda dhambi ya zinaa, unatenda hiyo dhambi juu ya mwili wako mwenyewe. Na kumbuka, mwili wako si wako, ila ni mwili wa mume wako. Ndio maana nilianza kuwasomea Mwanzo 2:24, nikawasomea Mathayo 19:6, na nikawasomea Wakorintho wa kwanza 6:16, kuonyesha ya kwamba mwanamume na mwanamke wanapooana wanakuwa mwili mmoja. Hiyo ni kulingana na Biblia, sio mimi. Kwa hiyo sasa Wakorintho wa kwanza 6:18 ikasema ya kwamba unapofanya zinaa ni dhambi. Inasema ikimbieni zinaa. Subiri niparudilie tena. Yes, niparudilie tena. Wakorintho wa kwanza 6:18, ikimbieni zinaa.
kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Na kumbuka, mwili wako mwenyewe sio mwili wako. Amen. Sababu mwili wako tayari ni mwili wa mme wako. Mme wako ndiye aliye na haki juu ya mwili wako. Kwa hiyo unapofanya dhambi juu ya mwili wako mwenyewe, moja kwa moja unafanya dhambi pia juu ya mwili wa mme wako. Ndo maana katika kutubu hii dhambi, lazima taratibu za kutubu dhambi ya zinaa zifuatwe. Msifikiri ya kwamba sisi tunalifanya hili kuwa ngumu. Hapana, sisi hatulifanyi kuwa ngumu. Sisi tunajaribu kuwanyoosha na kuwapatia utaratibu kulingana na neno, ili kwamba baada ya kutoka hapa katika dunia ya wanadamu muweze kupata pumziko nzuri. Ndugu zangu, sikilizeni. Sote tutaulizwa maswali. Sote tutaojiwa. Ipo siku na mimi na nyinyi sote tutakuwa chini siku moja, na mimi nikifundisha kilicho kinyume ya neno nitaulizwa, na wewe ukifundisha kilicho kinyume ya neno utaulizwa. Ndio maana haya yote tunayowaeleza lazima tuhakikishe tuna misingi kwenye Biblia. Nataka sasa niwaonyeshe hapa. Naomba mtasimama, naomba uonyeshe vizuri kamera. Kuna kitu hapa nataka mnisikilize ambacho nataka nionyeshe hapa vizuri zaidi, ili muweze kuelewa tunapoongea ya kwamba mwanamume na mwanamke wamekuwa mwili mmoja. Na unapofanya hiyo dhambi ya zinaa, Biblia inasema unaifanya zidi ya mwili wako mwenyewe, na wakati mwili wako wewe ndo mwili wa mme wako kulingana na Biblia, sababu maandiko yamesema mmekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Kwa hiyo mwili wako wewe mwanamume au mwanamke ni moja kwa moja mwili wa mme wako. Now sasa listen to me here. Naomba unifuate kwa makini. Tuandike hapa nini? Uzinzi. Huyu ni Bwana John. Huyu ni John, Mr. John. Sawa? Na huyu ni Sister Lilian. Huyu ni Sister Lilian. Hii ndo ndoa ya kwanza. Okay. Uko vizuri, unanifuata vizuri eh? Huyu hapa ni Mr. Peter. Bwana Peter huyu. Na huyu hapa ni Sister Miriam. Hii ndo ndoa ya pili. Sikilize vizuri hapa. John na Lilian kulingana na Biblia, John plus Lilian egal 1. Ni mmoja, ndio ndoa yao. Na Peter plus Miriam egal 1. Hii ndio ndoa. Ina maana mwili wa John na mwili wa Lilian umekuwa mwili mmoja. Na mwili wa Peter na mwili wa Miriam umekuwa pia mwili mmoja. Naomba mnifuate kwa makini. Iko hivi sasa. Biblia imesema hivi, tumesoma katika Wakorintho wa kwanza 6:18. Subiri niparudilie tena. Wakorintho wa kwanza 6:18 inasema hivi. 6:18. Wakorintho wa kwanza 6:18. Maandiko yanasema hivi: ikimbieni zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa huitenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo afanyaye zinaa huitenda juu ya mwili wake mwenyewe, wakati mwili wako uko sawasawa na mwili wa mme wako, sababu nyinyi wawili mmekuwa mmoja. Sasa nisikilize hapa. Hii dhambi sasa inatengenezwaje? Hii dhambi inatubiwaje? Kwa mfano, Mr. John alitoka, Mr. John akaenda akazini na Sister Lilian. Mr. John ambaye ni mme wa dada Lilian alienda akazini na Sister Miriam ambaye ni mke wa ndugu Peter. Nifuate vizuri hapa. Mr. John ambaye ni mme wa Sister Lilian alizini na dada Miriam ambaye ni mke wa Mr. Peter. Hii dhambi hapa inatubiwaje? Huku tukizingatia ya kwamba John na Lilian ni mwili mmoja,
Peter na Miriam ni mwili mmoja, na huyu John amebeba mwili wake, yani au mwili wa Lilian, akaenda akazini na Miriam. Miriam pia amezini na mwili wa Peter, sababu Miriam na Peter ni mwili mmoja, na John na Lilian ni mwili mmoja. Hii dhambi inatubiwa hivi. John, kwa mfano, John ndo amepata majuto ya kutubu dhambi. Hata Lilian anaweza akapata majuto, lakini twende mfano wa John, sababu John si ndo alianza. John amepata majuto, Mungu anamkosesha amani. John, ona ulichokifanya. John, umefanya tendo mbaya. John, umezini. John, tubu. John, tubu. John, tubu. John anapata majuto, anataka tubu hiyo dhambi. Kwa sababu John hakukosea mchungaji. Hapana. John alikosea Mungu na mke wake. Kwa hiyo jambo la kwanza la kufanya ni John kukubali kosa. Ndo jambo la kwanza. That is the first point. John akubali kwamba alikosea. Akubali kwamba alikosea na yuko tayari kutubu hilo kosa. John anaenda na hilo kosa moja kwa moja mpaka kwa mke wake Lilian. Anamuomba mke wake Lilian msamaha. Anamwambia, mke wangu Lilian, nimekuja hapa, naomba unisamehe, nimezini, nimeenda kinyume ya ndoa, na nimezini na nani? Na Miriam. Kwa hiyo mke wangu Lilian, naomba unisamehe. Kwa vile gisi Lilian na John ni mwili mmoja, na hili swala haliwezi likaishie hapa, lazima waende, lazima sasa Lilian naye watubu kwa Lilian, kwa sababu Lilian na yeye yuko dhambini na ni Miriam. Kwa hiyo sasa John hawezi akaende mwenyewe. Kumbuka maandiko yanatuambia ya kwamba mwenzako akikosea enenda ukamuone, si ndio hivyo? Kwa hiyo sasa kinachofuata hapa ni nini? Ni huyu John pamoja na Lilian. Baada ya John kutubu kwa Lilian, John na Lilian wanaenda kwa Miriam, wanakutanana hapa. John na mke wake Lilian wanakutana na nani? Na sister Miriam. Sababu hawa ndio walioingia makosani. Kwa hiyo John sasa anatubu mbele ya mke wake Lilian, mbele tena ya Miriam. Anaambia sasa mke wake hivi, mke wangu Lilian, unisamehe na Mungu anisamehe, nilizini na Miriam. Miriam, unisamehe na Mungu anisamehe, nilienda kinyume ya mke wangu. Hivi ndivyo gisi dhambi inavyotubiwa. Sasa hili halitahusu Peter. Peter hapo ameachwa kando. Peter atahusika wakati gani? Peter ambaye ni mme wa Miriam. Wakati huyu Miriam na yeye atasikia majuto ya kutubu. Miriam na yeye anasikia majuto, inamuuzi rohoni, na mimi lazima nitubu, na mimi lazima nitubu, sababu lazima tatubu kwa mme wake. Ndiposa sasa hilo sasa litamhusu sasa nani? Peter. Miriam na yeye anakuja moja kwa moja, Miriam mpaka kwa Peter. Anaomba mme wake msamaha. Anamwambia, naomba unisamehe mme wangu, nilizini na John. Alafu sasa tena Miriam na Peter wanakuja, wanakutanana. Yaani wanakutanana Miriam, wanakutanana John, wanakutanana na Peter. Hivi mnanipata vizuri hapa? Wakati Miriam anakuja kutubu kwa John, Lilian hahusiki. Ndiposa Miriam anatubu kwa mume wake John na kwa Peter. Hivyo ndivyo gisi hii dhambi ya uzinzi inavyotubiwa. Utasema, mbona John na Peter watapigana mapanga? Mbona Lilian na Miriam watapigana mapanga? Hawatapigana mapanga. Na ndio maana tunawaambia hacheni uzinzi, kwa sababu gharama yake ni kubwa mno kwa kutubu hiyo kitu. Ndio maana Biblia inasisitiza na kuambia Wakristo wasifanye, kwa sababu ni shida. Nilikuwa ninasikiliza mchungaji wetu mmoja anaitwa Lifoko kwa pale Kinshasa. Alipata kesi kama hii. Akaambia huyo dada hivi, wewe hakuna njia nyingine
lazima utubu kwa mume wako na uende na mume wako kwa yule mwanaume mliyezini naye. Akasema, hey, mbona mume wangu ataniua? Akasema, akuue asikuue, huo ndio utaratibu. Ukiitubu tofauti ya hivyo, hiyo dhambi haisamewi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwanzo 2:24 inasema wewe na mume wako ni mwili mmoja. Mathayo 19:6 inasema wewe na mume wako ni mwili mmoja. Wakorintho wa kwanza 6:16 inasema wewe na mume wako ni mwili mmoja. Kwa hiyo ulipoenda kuzini na huo mwili wako, moja kwa moja ulizini pia na mwili wa mume wako, kwa sababu huo mwili ni wa mume wako. Maandiko yanasema kwamba wewe una sheria juu ya mwili wako. Ni Wakorintho wa kwanza 7:14. Subiri tupasome. Subiri nipasome. Wakorintho wa kwanza 7:14. Hapa hatujapasoma, wacha nikapasome kwanza. Wakorintho wa kwanza 7:14. Korintho wa kwanza 7:14. Lakini kama Bwana alivyomgawia kila mtu, kama Mungu alivyomuita kila mtu, na niko katika Wakorintho wa kwanza 7:4, sio 14. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe vivyo hivyo. Mume hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Narudilia tena. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe. Vivyo hivyo mme hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Ina maana gani? Hakuna mtu aliye na authority, kwa Kifaransa wanasema mamlaka, authority juu ya mwili wake, bali mkewe. Huyu naye hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo huu mwili ni mwili mmoja. Kwa hiyo unapobeba mwili wako kwenda kuzini, kumbuka huna amri juu ya huo mwili. Ina maana umekosea mume wako. So what you have to do, lazima utubu kwa mume wako. Na sasa kwa vile kisi huwe ni mwili mmoja, huwezi malizia hapo, lazima uende kwa yule mtu uliyezini naye. Yule ndugu akasema, mbona nitakufa? Akasema, ndio hivyo. Niko na kwenye mfano wa Lifoko DCL. Wakaenda yule ndugu, mchungaji akasema, wala mimi mchungaji sihusiki. Wewe nenda ukamalize vyako kama ulivyovifanya. Unajua hili swala ni ngumu sana, swala la uzinzi na uasherati. Ni ngumu na ni nzito mno. Ndio maana watu mnaambiwa hacheni uzinzi, kwa sababu ni ngumu na ni nzito. Ndio maana Biblia imesisitiza watu waache uzinzi. Yule bwana akaenda, akafika. Bwana, nimekuja hapa kuja kuomba msamaha. Mimi na mke wako tumeanguka. Ndio alivyoanza hivyo. Akaambia, wewe na mke wangu mumeanguka kivipi? Mumeanguka kwenye mti wa embe, mumeanguka majini, mumeanguka aje? Akasema, no, mimi na mke wako tumejuana. Mmejuana maana yake ni, kumbuka huyu jamani mpagani hajaokoka. Ndiposa akasema tu, mimi na mke wako tumezini. Umezini na mke wangu? Na kwa nini uje kuniambia hilo? Kwa nini usingelichunga tu iwe siri yako, alafu unakuja kuniambia mimi umezini na mke wangu? Una akili kweli wewe? Mpaka uje uniambie mimi tena kama umezini na mke wangu? Jamaa akaenda akafunga mlango. Akaingia chumbani, akaleta mpanga. Akachukua ule mpanga akapiga kwenye kibambazi. Kukaruka moto pale. Akasema, leo namalizana na wewe. Umezini na mke wangu, leo utaniona. Kaambia, usipoweka $1,000 hapa hutoki. Hapo simu zikaanza kupigwa. Ndugu, una $200? Naomba unichangie. Ndugu, una $300? Naomba unichangie. Ndugu, una $200? Naomba. Zikaonekana $1,000. Ndo ule jamaa akapewa, wale watu ndo wakafunguliwa mlango, ndo wakatoka, wakaondoka. Unaona uzito uliopo katika hili swala la uzinzi. Kulitubu ni ngumu mno. Ndio maana watu wa Mungu, acheni hicho kitu. Utakuwa haraka kukitenda, lakini kuja kukitubu, kuja kukimaliza, Bwana we, si jambo rahisi. Utapata shida, utatoka jasho, utahangaika, utalia. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, sasa mchungaji, nikikaa tu na ninakata ile mahusiano na mimi nakaa. Nakwambia, dhambi dawa yake ni kutubu. Kama dhambi hujaitubu, jua ipo. Ipo tena mzima kabisa, yenye afya yake yote, na itaendelea kuzaa mengine. Kwa hiyo usifikiri tu sababu nimekaa kimya, yani ule uzinzi Mungu ameusahau. Hapana, uzinzi bado upo nyuma yako. Na ukifa utaona ule uzinzi ukifuatana na wewe. Kwa hiyo dawa ya dhambi ni kutubu dhambi, sio kukaa kimya. Mchungaji alikuwa anasema, sasa nikiishia tu kutubu kwa Mungu. Hapana, hujamkosea Mungu, ulimkosea mume wako. Lazima utubu kwa mume wako, na lazima muende kwa yule mtu uliyezini naye.
Mtu mwingine akauliza, je, nikiishia tu kutubu kwa mume wangu tusipoenda kwa yule tuliyezini naye? Nikamwambia hapana, hapo bado hujamaliza, kwa sababu dhambi inasema lazima uende uone ndugu yako ule mliyekosana naye, lazima uende umuone. Ni maandiko, allez voir ton frère. Kwa hiyo ukikosea mtu ni kwenda kumuona ule mtu, ukikosa na mtu ni kwenda kumuona yule mliyekosa naye. Sasa wewe umekaa kile umetubu tu kwa mume wako, huyu atajuaje kama ulitubu? Si bado ataendelea kukutaka au kukuhitaji. Kwa hiyo lazima uende umuone na lazima musawadishe na yeye. Na wala ile alihusu mchungaji, ni wewe mwenyewe utamaliza mambo yako kama ulivyoyaanzisha. Sasa ukiona uwezi umeshindwa, ndipo unaweza ukahusishe mchungaji ili kwamba aweze kurahisisha mambo yawe haraka zaidi. Lakini kwanza it's your own responsibility. Wewe uliyezini wewe. Sasa mchungaji, kama nilizini na wanawake 1000 na siwakumbuki, wengine walishaga fariki, wengine sina mawasiliano nao, wengine sijui wako wapi, na imepita miaka zaidi ya 20, nifanyeje? Wale ambao wameshafariki, utatubu na mtu ambaye ameshafariki? Hapana. Wale ambao una mawasiliano nao, utatoa mtu ambaye una mawasiliano naye? Hapana. Utaenda kwa yule ambaye una mawasiliano naye, una mawasiliano yake, ambaye una simu yake, ambaye unamuona, ambaye unamjua. Wale ambao wameshafariki, rudi kwenye magoti, omba Mungu akusamehe na ambia mume wako. Maswali mengine. Sasa mimi sijaolewa na nilizini. Wewe hujaolewa, cha kufanya ni kwenda kwenye magoti, omba Mungu akusamehe. Jambo la pili, siku yako ya kuolewa, kabla hujafunga harusi, kabla hujaanza uchumba rasmi na mchumba wako, mwambie maisha uliyoyapitia ulipokuwa mpagani na akusamehe, na mwende naye kwa ule mwanaume uliyezini naye kabla ndoa haijafungwa. Hiyo ndio jibu kwa wale ambao hawajaolewa. Hujaolewa ukazinizini ovyo, ukafanya ujinga wako, siku kabla hujaolewa utaambia mume wako, mume wangu we, kabla hatujaanza naomba unisamehe, nilizini na fulani na fulani na fulani. Na unachukua ule fulani uliyezini naye, unamleta mbele ya mume wako, unatubu hilo swala. Kwa nini? Kwa sababu siku ambayo mtakuja kuunga ndoa, na kama hamkutubu na yule mtu uliyezini naye, mchungaji kwa mfano akiuliza, nani hapa ana sababu maalumu ya kweli inaweza ikafanya wa watu tusiwaunganishe kama mme na mke? Yule jamaa uliyezini naye akipandisha mkono na aseme mimi nina sababu maalum, na baadaye tumuite na anajeleza, anasema huyo ni mke wangu na nilizini naye 1 2 3, hiyo ndoa inakufa hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu haukutubu kwake kabla ya nyinyi kufunga ndoa, lakini ukienda kumuona tatizo litakuwa limeisha. Kwa hiyo lazima uende ukamuone pamoja na huyo mume wako. Ndio maana uzinzi ni shida. Na swala lingine sasa kwa wanawake, ukienda kuzini kabla hujaolewa, maana yake umeharibu ubikira. Na ukiharibu huo ubikira na wewe hujaolewa, unaweza kusamehewa lakini hutahesabiwa haki. Kwa nini? Kwa sababu ule ubikira hautarudi tena. Kwa hiyo ni swala nzito sana kwa mwanamke kupoteza ubikira wake. Ni swala nzito. Utasamehewa dhambi ndio, lakini hutahesabiwa haki. Ni kama vile donda litapona lakini kovu litabaki. Sababu mume wako ataka ikuoa, atatembea na wewe na atakuta huko bikira. Kwa hiyo itabaki kichwani mwake kwamba nimeoa mwanamke mzinzi. It's a big problem. Sababu hata mwishi miaka 20, hata mwishi miaka 30, atajua tu mimi sikukubikiri, ina maana nilikuoa umeshajuana na wanaume wengine, nimeoa mwanamke mzinzi. Ndio maana ya wewe kusamewa lakini hutohesabiwa haki. Kwa hiyo sasa cha kufanya ni nini? Ni mwanamke kujilinda kutofanya hayo mambo. Na mtu yoyote, mwanaume yoyote ambaye ameoa mwanamke ambaye si bikira, huyu hawezi kuwa mchungaji. Unaona sasa shida mahali pengine ambapo ipo. Hiyo ndio shida kubwa zaidi. Kwamba uwezi kuwa mchungaji. You cannot be a pastor. You cannot lead the church. Uwezi kuwa mwinjilisti, uwezi kuwa mtume, uwezi kuwa nabii. Umeoa mwanamke ambaye si bikira, uwezi kuwa kuhani, neno linakataa. You cannot. Uwezi kuwa mhubiri wa injili, haiwezekani. Uoe mwanamke ambaye si bikira na uwe mhubiri wa injili. Hapana. Hata katika Agano la Kale imekataa, katika Agano Jipya imekataa. Unaona huko shida nyingine sasa. Sasa wewe unakuja kujifanya kuwa mhubiri wakati mke uliyemuoa sio bikira, unamhubiri nini? Unafanya uzushi tu. Na ndio matatizo mengi tulio nayo kwa watu wengi wanaojiita wahubiri lakini hawajafuata utaratibu kulingana na nini? Kulingana na neno.
Ndugu zangu, haya mambo nimeona tuyaweke wazi leo, ili kwamba muweze kuyajua, muweze kuyaelewa, ili kwamba mtembee katika utaratibu wa Mungu na muone mazito na mabaya yaliyo katika swala la uzinzi. Swala hili ni ngumu na ni mbaya mno. Kama Mungu aliharibu Sodoma na Gomora ni sababu ya uzinzi na uasherati. Kama Mungu anaendelea, yani hili swala huwaga linamkasirisha Mungu kwa haraka sana. Tafadhali, hacheni uzinzi. Hacheni uzinzi, tuishi kama Wakristo. Tutembee kama Wakristo. Tuenende katika nyayo kama Wakristo. Na Mungu atatubariki. Hayo ndio madhara ya hilo tatizo. Na hiyo ndio njia pekee ya kulitubu hilo tatizo la uzinzi. Basi, wacha niishie hapa kwa leo. Bwana wabariki. Amani ya Bwana iwe juu yenu. Aliye na swali ataliweka kwenye comment. Asanteni sana. Nimeshukuru kwa safari nilizozifanya. Nimeenda salama Tanzania na nimerudi salama. Bwana wabariki sana. Nimeenda Uvira na nimerudi salama. Bwana wabariki. Nilikuwa Burundi na nimerudi salama. Bwana wabariki kwa safari zote na kwa mapokezi huko kote nilikopokelewa. Bwana wabariki sana. Na hivi tuna safari zingine hapa usoni ambako tutaenda tu kwa ajili ya kazi ya Injili. Kote tunakoenda safari zetu zote ni kazi ya Injili tu. Hakuna safari nyingine tofauti ya hivyo. Na tunashukuru Mungu kwa sababu popote tunapoenda tunaona mkono wake. Tunaona mkono wake. Walioko Tanzania, jiandaeni, tuna safari nyingine ya kuja ya Tanzania Mbinga kwa mchungaji Joy Frey. Yes, tutakuwa hapo pamoja na Nabii Aston Adam Mbaya, na fikiri itakuwa ni mwezi wa 7 tariki za mwanzo tutakuwa Tanzania. Mwezi wa 10 tutakuwa Dar es Salaam. Mwezi wa 11 tutakuwa Dar es Salaam. Mwezi wa 5 tunaweza tukawe wapi? Bukavu. Yes. Na huu mwezi wa 4 tunaweza tukawe Lubumbashi. Jamani, mwaka huu safari ni nyingi sana. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu yuko daima pamoja nasi. Na popote tunapopita, popote tunapoenda, tunaona mkono wake. Bwana wabariki. Nimeona tulizungumzie hilo leo ili kwamba mjue jinsi gani ya kuenenda kulingana na neno la Mungu. Asante sana ndugu zangu wapendwa. Tuishie hapa kwa leo. Tutaonana tena kunako majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Amani ya Bwana iwe nanyi na Mungu awapiganie nyote. Na asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu. Tunajua ni gharama, unanunua MB, unafanya hiki, unafanya kile, kwa hiyo ni gharama. Lakini bado mnaendelea kutufuatilia, kutusikiliza. Tunashukuru sana kwa upendo wenu na umoja wenu. Bwana awabariki. Kwaheri kwa kuonana. Asante.